miaka na miaka. Sasa hii ndio inaonekana. Hii yenye wanafanya hivi. Si ndio hii? Hapa ni wapi? Nani alikuwa anaona hii taarifa? Huyu nani alikuwa amekufa juzi? Huyu. France ndio. Sasa hii picha sio uongo. Enda uangalie wewe mwenyewe hii. Inaitwa All Seeing Eye. Done is not loud cry to preach the third angel's message. Baba, tunakushukuru kwa sababu uwepo wako ndio inatangulia watumishi wako. Basi sisi tunaomba uwepo wako na uwezo ambao umetujalia katika siku za mwisho, ambapo utaweza kumweka ujumbe wa malaika watatu ili watu waweze kujitayarisha katika ujumbe ya unabii. Tunaomba utuwezeshe kupitia Yesu Kristo mwana wako pekee. Amina. Amina. Basi msomaji, naam, uko tayari pale? Niko mwalimu. Basi tunaanza na andiko. Naam. Na tunaingia katika andiko hili tu ambayo watu wa Mungu wanastahili kujua kwamba Danieli iliandikiwa watu wa Mungu na ni siku za mwisho. Danieli, twende kwa Ufunuo kwanza. Ndio tujue Danieli iliandikiwa watu wa mwisho. Inasemaje? Ufunuo 22 mstari wake ni wa 9. Inasema hivi. Ndio mwalimu wangu. 22 mstari wake ni wa 9 cha Ufunuo. Ni baba. Samahani sana. Inasema naye akaniambia, angalia, ufanye hivi, ndio mimi ni mtoli wako na ndugu zako manabii na wale washikao maneno ya kitabu hiki, sijui Mungu. Akaniambia ziatie, samahani, mwangaza. Sawa. Narudia, nasema ndio. Akaniambia ndio, na akaniambia angalia, usifanye hivi, mimi ni mtoli wako na ndugu zako manabii na wale washikao maneno ya kitabu hiki, ndio usijudie Mungu. Akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki. Unasikia? Hiyo kitabu ya Ufunuo haistahili kutiwa nini? Muhuri. Maana kwa nini? Wakati wewe umekaribia. Wakati unapokaribia, kitabu ambacho watu wanafaa kujua na kuelimishana ni kitabu ya Ufunuo. Na kitabu Ufunuo imebeba nini? Wacha tuangalie moja kwa moja ili tuweze kujua Mungu amestaajabu nini kwa watu wa Mungu ambao wanashangaa, wanakataa kusikia. Mungu anashangaa na watu. Ni siku za mwisho nafika na watu hawajasoma. Tuingie katika kitabu huu wa Ufunuo. Kitabu ni ya Ufunuo, si ndio? Naam. Sura yake ya kwanza. Ufunuo moja. moja 11. 1:11. Ndio mwalimu. Kitabu cha Ufunuo Yohana. Inashuhudia na kusema. Nini? Inasema hivi. Inasema. Twende. Ufunuo 1:11. Inasema hivi. Ni habari. Ikisema. Ndio. Hayo yanayo. Niandike katika chuo. Hayo na iandike katika chuo ili watu wasome. Twende. Yapelekee kwa hayo makanisa 7. Efeso. Na Smirna. Na Pergamo. Na Thiatira. Na Sardi. Na Philadelphia. Na Laodikia. Sasa watu ambao wako katika hiyo sehemu ya historia wanafaa kusoma ujumbe ambazo zimewekwa katika kitabu ya Ufunuo, sawa? Na kitabu Ufunuo inaonyesha kwamba watu wa Mungu wanastahili kuelewa ni siku gani ambapo tuko. Na leo tunaendelea na somo kutoka jana. Jana tuliangalia kitabu ya Ufunuo ya Danieli inaonyesha kwamba Babeli imeanguka, sawa? Na ni ujumbe gani iko katika ujumbe wa Ufunuo? Ujumbe gani ambao inatupeleka kwa Danieli? Watu tuangalie ni ujumbe gani, sawa? Watu waangalie katika ujumbe wa malaika watatu. Watu wajue kwamba ujumbe hizi ndizo zinatupeleka katika kituo ama kitabu cha Danieli. Watu wajue kwamba kitabu ya Danieli ilitamka, wakaonyesha kwamba manabii wakaonyesha kwamba ni siku za mwisho, na Danieli akapewa katikati ya ujumbe zote. Katikati ya ujumbe zote. Sasa umefika pale ujumbe wa malaika watatu. Ndio. Inasema hivi. 14:6 Ufunuo. Inasema. Ni baba. Kisha nikaona malaika mwingine. Ndio. Akiruka katikati ya mbingu. Kwenye injili ya milele. Mahubiri ya wakazi ya nchi. Ndio. Kila taifa. Ndio. Kabila. Lugha. Na jamaa. Ndio. Anasema kwa sauti kuu. Heri Mungu na kumtukuza. Ndio. Kwa maana hukumu yake imekwisha kuja. Sijudie yeye zifanya mbingu na nchi na bahari. Ndio. Chemchemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili. Akafuata akisema. Umeanguka Babeli. Ule ulio mkubwa. Maana ilionyesha mataifa yote mbele ya watu wake. Na wengine malaika watatu akawapata akisema kwa sauti kuu, mtoa yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, akipokea chapa katika kibeti cha uso wake au katika mkono wake, naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Haya, sasa shika, weka kikomo kidogo, watu wasikie ujumbe huu. Hizi ni tatu. Ya kwanza, watu wamsujudie Mungu ambaye aliyeumba, sio Mungu ambaye alibadilisha sheria ya Mungu. Mungu ambaye aliweka sheria yake abadilishi. Somo letu leo
ni sheria ya Mungu na mvinyo ya Babeli. Sheria ya Mungu na mvinyo wa Babeli. Tunaenda kusoma kitabu, tunaenda kusoma vitabu hivi vya Ufunuo na Danieli. Sasa sikia, amesema yeyote. Malaika watatu wanasemaje? Ina malaika watatu. Mstari wa 9. Mwingine malaika watatu. Anafuata akisema kwa sauti kuu. Nini? Toa yote. Akimsujudia mnyama na sanamu yake. Na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake. Tulia. Sasa tunaambiwa kuna watu ambao watasujudu mnyama. Sasa mnyama ni nini? Ufunuo inaonyesha kwamba haijafunikwa, ni ufunuo, imefunuliwa. Basi ni kitabu gani ambacho ilifunikwa? Danieli 12 mstari wake ni wa 4. Danieli 12 mstari wa 4. Na inashuhudia na kusema. Ni habari. 12 mstari wa 4 kitabu cha Ufunuo. Cha Danieli samahani. Lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya. Maliza. Ukatie muhuri kitabu. Na hata wakati wa mwisho. Ungetaenda mbio huko na huko. Na maarifa yataongezeka. Sasa maarifa kuhusu ujumbe hizi zitakuwa zimeongezekea zaidi. Ikiwa ni teknolojia inakuwa, ujue mnyama pia anaongezeka. Ukisikia kuna industry, yani magari yanatengenezwa ya aina mbalimbali, ujue hiyo pia mnyama anaongeza taifa yake. Sasa hiyo ndio ujumbe ambao iko pale. Na Mungu anaonyesha yeyote atasujudu huyo mnyama atafanywaje? Atachomeka na moto bila kiberiti. Ushasikia hiyo? Watu wajue ndio hiyo sasa. Basi kwa hivyo tujue kwamba Danieli ameambiwa hiyo kitabu aitie muhuri mpaka siku ambazo zinakuja. Na Ufunuo inaonyesha kwamba, hebu turudie pale Ufunuo 12:22 samahani, mstari wake ni wa 10. Inasema, akaniambia, siatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki. Weka koma, tumeambiwa asitie muhuri wa kitabu ya Ufunuo. Maneno ya kitabu ya unabii hiki. Kwa nini? Inasema kwa maana. Inaendelea kusema, kwa maana wakati wewe umekaribia. Wakati ambapo imekaribia ni ile ya Danieli sasa 12. Sawa? Watu wajue kwamba muhuri iliwekwa na sasa hivi imefunuliwa. Ishara kwamba imefunuliwa ni kwamba watu wataongeza nini? Maarifa kuhusu hizo ujumbe. Sasa sikia maajabu. Danieli 2 tunaingia kuangalia. Watu wajue Danieli anafundisha nini? Vitabu vya Danieli. Hata kwanza Yesu atuonyeshe siku za mwisho, si ndio? Wacha tufike polepole mpaka hapo. Mathayo 10:24. Mathayo 24, watu wajue hizi siku na hizi ujumbe za unabii zitaongezewa ujumbe na zitaongezeka katika namna ya kutimika. Itatimizwa. Sawa? Na tujue inatimizwa. Amesema ni siku za mwisho. Wacha tuangalie Yesu anasema nini mstari wa 3 na wa 4. Inasema hivi, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema nini? Mambo haya yatakuwa lini? Kitu ya kwanza, swali ya kwanza, wanataka kujua mambo haya ya siku za mwisho yatakuwa lini. Sasa saa ambayo Yesu ataweka na atatamka kuhusu mambo ambayo yatatimizwa ili dunia ishe, si ndio? Ya kwanza ni lini? Mambo haya yatatimika lini? Endelea. Na nini dalili ya kuja kwako? Mwisho wa dunia. Sasa wanataka dalili ya kurudi kwa Yesu na mwisho wa dunia. Unaona? Dalili na wakati. Dalili na wakati wa mwisho wa dunia na kurudi kwa Yesu Kristo. Sasa Yesu akasemaje? Anza tuteremke mstari wa 5. Na mstari wa 5 inasema, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, na watadanganya watu wengi. Watadanganya watu ngapi? Watu wengi. Nani mtasikia habari za vita na matetezi ya vita? Angalieni, msitishwe maana haya yanabudi kutukia. Hayana budi yatatukia. Lakini ule mwisho bado. Haya, ngoja. Tunaona sehemu ya kwanza amesema watu watakuja na jina yake wakijiita yani Masaya Ondeto, si ndio? Hata kwanza hata tu connect hizo. Hata tu connect hiyo ndio watu waone hiyo introduction, si ndio? Mwalimu. Haya, sasa angalia, amesema kuna watu ambao watakuja kwa jina ya Yesu. Na wakati watakapokuja shida itatokea duniani. Na wakati akijua kutakuwa na hiyo ndio itakuwa ishara. Wacha tuangalie mambo ya kama hayo ambayo tunasikia yanaitwa watakaojiita Yesu. Angalia hii. Wacha tuisete.
Wacha tuweke sasa. Angalia, tumeonyesha kwanza kuna watu ambao watakuja na jina na ishara ambao watakuwa nafanya ni moja, kwa sababu hao wameonyesha kwamba hawako katika ukweli za Biblia, na ishara ambao wanatoa miujiza ambao wanatoa yanafanana tu na yale ambayo tunafaa kuyaona hivi siku ya leo. Angalia, tatuweke hivi. Angalia miujiza ndio hizo. Angalia, sikia. Pero kama no atuko ni Osiep Lazaro majabetenia kargudia mbuka maka chimo tomolando ikmanyi mona dongo jiosenenu unugira nyisi manyiti mona simba jayoro kani biyo iranyi huda kaninde choka ungi karadonyo. Umeona kitu ametoka nayo kwa? Umeona kitu ambayo ametoka nayo kwa mlango? Amechomoa kitu. Angalia tena vizuri. Najua ni vizuri watu wakaangalia hizo vitu. Si ndio? Hii ni dini ambao wanasema wanaabudu Mungu. Na dini ambazo imesemekana kwamba wengi watatokea wakisema hao ndio nani? Ndio Yesu, si ndio? Hebu rudia ile andiko. Mathayo 24 mstari wa 5. Inasema hivi, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Haya, sikia, ona. Sasa tushajua hii ni dini gani ambayo wanafuata jamaa ambaye anaitwa Ondeto, ambaye alisema yeye ni Kristo, si ndio? Sasa angalia vile wanadanganya wengi. Angalia hapa amechimba shimo na ni mlango ambayo anadai akona madai kwamba ni mlango ambayo imefanywa uganga. Sasa angalia kitu ambacho anachomoa. Anachomoa nini? Pero kama no atuko ni Osiep Lazaro majabetenia kargudia mbuka maka chimo tomolando ikmanyi. Unajua mimi nasikia hii lugha. Ati anasema asante sana rafiki wa Lazaro, kwamba umechomoa vitu ambavyo havihitajiki. Umeona? Wanadanganya wengi. Na ni miujiza ya ukweli, ni ukweli, lakini unajua ni ya shetani. Mungu Yesu anafanya hizo miujiza, ngoja usikie. Itimona dongo jiosenenu unugira nyisi manyiti mona simba jayoro kani biyo iranyi huda kaninde choka ungi karadonyo. Wachia hapo. Sasa angalia, watu wameamua kufuata vitu ambavyo kwanza anasema umeonyesha ranyisi. Ranyisi ni ishara, si ndio? Naweza nasema utakuja watadanganya ngapi? Wengi. Twende kwa Ufunuo 16 mstari wa 13. Usikie Ufunuo 16:13. Inashuhudia na kusema. Inasema hivi. 16:13 kitabu cha Ufunuo. Ni habari. Nikaona roho tatu za uchafu. Unafanya nini? Zilizofanana na vyura. Nikitoka katika kinywa cha yule joka. Na katika kinywa cha yule mnyama. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani. Sasa kitu cha kwanza ni kwamba hizi roho tatu zinatoka kwa mnyama na zinatoka kwa nani? Nabii wa uongo. Nabii wa uongo. Natoka. Sasa tunaangalia leo ishara za nabii wa nani? Wa uongo. Haya, angalia nyingine. Hapa kuna vitu bana. Angalia vitu. Hapa leo nataka tuweke vitu ambavyo ni za kushangaza. Watu wajiangalilie au wenyewe. For one church like that for Uganda, now so the same pastor they get people. He go get the members, tell them say they go get miracle at the end. Now people, now so we see
the churches that have been doing what? The pastor there have been doing what? Getting their members at the end of the month and telling them that. Wewe angalia sasa uone vituko. Huyu anaosha wanawake kanisani. Na hii inaitwa kanisa Cross Overnight. Ni kanisa. Najiita jina. Roho tatu na zimetabiriwa. Usione hadi sasa hawa wameitikiwa na serikali. Hapana, ni unabii. Hata serikali saa hii haishirikia hawa. Saa hii kitu ambacho inafanyika ni unabii, ikitimia lazima itimike. Kama hujasoma wewe shida yako. Usiona tumesoma. Nasoma hii kitabu haijafanywaje? Hebu turudie hiyo mambo. 12 Ufunuo mstari wake wa 10. Ina 22:10. Ni habari. Akaniambia nini? Ziatie muhuri maneno ya unabii wa watu waone, wasikose kuona, wani isitiwe muhuri. Twende. Maana nini? Maana wakati huo umekaribia. Naona sasa roho chafu ndio hizi zinaingia makanisani na zinatoka nabii yule nani? Waongo. Haya ya joka. Wajoka. Na fundisho yetu ni sheria ya Mungu na nini? Vinyo wa Babeli. Vinyo wa Babeli. Hawa wamekunywa Babeli ndio kwa sababu wanafanywa vitu kama hivi. Angalia ingine. Hapa ni vitu bana, ushangae. Hizo ndio makanisa. Wacha niweke ingine hata inakonga ni aibu kumaliza hiyo video. Ngoja uone, ushangae. Hii video hii, hawa tunawajua. Hii hata sitaweka sauti. Wewe ngoja uone. Unajua pasta? Mnamjua huyu? Si mnamuonaga huyu? Pastor Blinks. Si mnajua? Baada tutakuja Kenya, tunasafiri dunia mzima leo. Tunataka kuangalia dunia mzima inaenda aje. Twende. Nani dunia mzima wanaviringa? Ani wa mama. Nani wa mama tu ndio wanapatikanaga kwenye net. Ngoja usikie. Pastor Blinks. Wana mtumishi. Hata tusome tena watu wasikie ni kwa nini hizi zinafanyika. Si ndio? Naam. Tunakuja hapo uone vitu anawafanyia hawa mama. Angalia, sasa rudi pale kwa hizo roho tatu zinafananishwa na chura. Sawa? 16 sawa 13 mpaka 14. Hii inasema wote washike hiki kitu. Nikaona roho tatu za uchafu nini zilizofanana na vyura. Ya kwanza zikitoka katika kinywa cha yule joka. Twende. Na katika kinywa cha yule mnyama. Ya tatu. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Maliza. Hizo ndizo roho wanafanya nini? Shetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea ufalme wa ulimwengu wote. Target ya hizi vitu ni kwenda kwa president ili vita ya mwisho ianze. Ngoja, endelea inasemaje? Inaendelea ikisema hizo ndizo roho za mashaitani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea ufalme wa ulimwengu wote. Twende. Wakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Sasa kazi ambao wanafanya ni kukusanya watu ili watu wapagawe, wajitayarishie vita ya mwisho bila mipango. Hawana mipango. Ngoja usione. Hata siku siwezi maliza hiyo video. Sijana nawekea hiyo dawa wapi. Ngoja uone, wacha niweke nyingine. Mshangae. Angalia sasa. Yeye ashatoa chupi. Na huyu anataka kumwekea vitu vyake sehemu ya siri. Angalia. Sijio ni sabuni, sijio ni nini? Anaambia lala hapa. Kanisa, angalia, watumishi, angalia kitu wanafanyia. Hizi ni vitu za ajabu, hata wacha ishi. Waona vitu wamechanganya na wawekea ndani ya sehemu zao ya siri. Unaona? Sasa tunahubiri hapa, mnadhani hapa sasa maisha ni raha. Ni serious. Hizi roho baada tujaingia Kenya. Kenya tukiingia ni siku zile za katika tuko Wednesday, Thursday. Ngoja utaona. Sasa angalia, hizi roho za tatu, zile tatu zinafanyaje? Zinaingia kuchanganya watu. Sawa? Naam. Haya, angalia nyingine, wacha tuweke hii. Msikie maajabu. Naona kama huyu sasa anaona ndiye anafanya ibada. Hii sasa ni maombi gani? Paulo alikuwa anafanya vitu kama hizi. Na ni kwa soko. Unaona? Vituko zinaingia. Haya, angalia. Vitu ziko. Hizi ni vitu ambao utakosa kuona. Angalia hiyo nyingine. Dunia, miujiza. Ukishika umaji wewe uko na miujiza. Ona sasa mandume wamejaa pale vifua, wanakimbilia ndume mwenzao. Angalia. Sasa hii ni dunia tu. Baada tunakuja Kenya. Ngoja uone. Usidhani ni sisi Kenya tumeharibika, tumepagawiwa. Ni dunia mzima. Ngoja uone vituko. Miujiza ndio hizo. Hawa sasa ni waganga wenyewe. Hii ni West Africa. Waganga wako kanisani. Kushika uso na kurarua mpaka chini kwa kifua. Pa! Angalia. Watu wanalalia maji.
Ziko. Sasa dunia ndio hiyo. Inaelekeanga hivyo. Ona huyu sasa alijitaje, angalia majina. The Pope is not simply the representative of Jesus Christ. Yeye ni nani? On the contrary, he is. Yeye ni. Sasa ndio kuchizi. Sasa machizi ndio hao walianzisha, wanaitwa mama ya machizi. Wanakunywa pombe, wanapea kila mtu pombe. Angalia. On the contrary, he is Jesus Christ. Nao wenyewe hawasomangi hizi vitu, na wako wa dini hawasomi vitu vyao. Angalia, inasema aje? Under the veil of the flesh. Yani ni Yesu wako chini ya mwili. Naona? Sasa hizo ndio vitu ambao tumeshangaa tunaziona. Songa tu kidogo, gari ipite. Vitu bado. Ubatizo ndio hizi. Angalia makanisa ndio hizi, makanisa. Hili kanisa. Unaona? Makanisa zimeingiliwa na roho chafu. Ni kupiga densi. Unaona? Hizi ni unabii, si ati wanapiga tu densi, ni unabii na wanatimiza. Waliamua kufanya hii kazi. Sawa? Pasaka juzi wanafanya vitu ambavyo viko kwa maandiko, waona mpaka watu wananusurika kufa. Wanajirusha tu chini kwa sababu walienda pale kujaribu kuweko kwa msalaba. Unaona? Sasa angalia ukiti. Leo tunaziweka tu zote mara moja, alafu tukianza utaona. Enda Thessalonika wa pili, uingie pale 2 mstari wake ni wa 3 na wa 4. Watu angalie hii kiti. Unaona ile macho iko pale. Hii all seeing eye. Hii imekuweko hapa miaka na miaka. Sasa hii ndio inaonekana. Hii yenye wanafanya hivi. Si ndio hii? Hapa ni wapi? Nani alikuwa anaona hii taarifa? Huyu nani alikuwa amekufa juzi? Huyu. France ndio. Sasa hii picha sio uongo. Enda uangalie wewe mwenyewe hii. Inaitwa all seeing eye. Hivi. Hii inakuanga hapa. Haijaitoka hivi. Hii. Imeingia mpaka kanisa SDA. Hii wanaingiza kila mahali. Wazitawale. Inasemaje? Inasema mtu yote ndio usidanganye kwa njia yoyote. Maana nini? Isipokuja kwanza ule ukengevu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Mwana wa uharibifu. Sasa Isaya anafunuliwa. Mwana wa wasi, mwana wa uharibifu. So unaona hii? Imekuwa hapa miaka nyingi hii. Iko mpaka huko juu. Iko hivi triangle na macho. Watu hawajui. Sasa angalia inasemaje? Inaendelea kusema ndio yule mpingamizi ajinua nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Anajinua. Si amesema pale yeye ni nani? Yeye ni Yesu Kristo chini ya mwili, si ndio? Naam. Ama kuagodema. Hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu. Anaketi katika nini? Hekalu la Mungu. Akijionyesha nafsi yake. Nini? Kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kama yeye ni nini? Yeye ndiye Mungu. Kama yeye ni nini? Kana kwamba yeye ndiye Mungu. Mkumbuke ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambieni hayo. Na sasa nizuialo mwalijua ili apate kufunuliwa wakati wake. Huyu anafunuliwa saa hii. Baada saa hii kazi kisha inaweza chukua miaka 2 ama kwanza sasa ishapunguza hizi miaka, si ndio? Sasa hivi tumebaki na mamiezi hii. Hii ujumbe kama hujawahi sikia ni saa hii na upesi unaingia haraka kwa maji ya ukweli. Unaingia kwa ubatizo ya ukweli, hauingii kwa ubatizo fake. Sikia? Endelea kisema. Na sasa inasema hivi. Ana ile siri. Nini? Na kwa hivi sasa inatenda kazi. Lakini yuko azuie sasa. Atakapoondolewa. Umesikia nazuiwa. Sasa inaitwa siri itayofanya nini? Kazi. Ni siri. Tunaiona na dunia hii. Ni triangle. Hii. Na ni macho inafanywa hivi. Macho. Hii. Ndo wanzilishi wa secret. Unaona hao wenye wamevaa, unadhani wamevaa kama nursery, school boy hawa. Hao ni jeshi, wanaitwa elite. Hawa kukumaliza wanakumaliza siku moja. Hapa Kenya una school kufa ni hawa. Hawa wanajua kupiga bindugu zote, wanajua kutengeneza bomba zote hawa. Hakuna jeshi inashinda hawa wenye analinda huyu. Jeshi Amerika ifikia hawa, kwa ukijua hiyo. Hawa ni watoto wachanga wanapimwa kama wanaweza kuwa jeshi. Unawekwa training huyu. Sasa wale miaka 22 wamefanya training zote, hakuna yenye ajui huyu, na amebeba silaha, na silaha amebeba ni mkuki. Wewe mtu asiwadanganye, sawa? Umefika wapi? Mstari wake ni wa 8. Twende. Nasema hivi. Ndio. Hapo ndio inasema, hapo ndipo atafunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kichwa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuapa kwake. Sasa umesikia?
hii ufalme inaenda mpaka Yesu arudi. Hii wewe kama kwa hii kanisa, hii si kanisa, amuka. Wacha kutetea kanisa ya wazungu ambao walipewa nguvu ya kutawalia wa Afrika. Kama ungetumia akili, walipewa nguvu gani ya kutawalia Afrika? Uko kujua kama unapingana na sheria ya Mungu, huyu atakutawalia, si ndio? Soma tena mstari wa 4. Inasema hivi, huyu anakutawalia ukikataa sheria. Soma. Yule pingamizi ndio ajiinue nafsi yake juu ya kila kitu cha Mungu. Kila kitu inaitwa Mungu amejinulia, amejinua. Twende. Hata yeye mwenyewe katika hekalu la Mungu kufanya nini? Akijionyesha nafsi yake. Angalia hapa. Unaona hii kiti imekaa hivi. Hii ni kiti cha enzi. Hii. Huyu ni mtu. Lakini sasa yeye ukaa kwa hii kiti kingine inakwanga hapa. Ni hapa ama hapa chini? Ya hapa. Hii ni throne. Hii ni nyoka imezunguka hivi. Wewe hizi vitu ni symbol bana. Endelea. Inaendelea kusema ama kuabudiwa. Inasema ama kuabudiwa. Unaona ni mambo ya kiroho. Hapa kikushinda Kenya chini. Tunaenda kuona jinsi wametawala ma president. Hii ujumbe hii inataka mandume. Umeona wamama hapa? Hebu hata piga macho. Umeona wamama? Mungu anataka jeshi, wanaume wasimame kwanza. Ndio waambie sasa watu ndio hii. Twende. Ngapi? Hapo tu. Inasema yule pingamizi anaitwa mpingamizi, antichrist. Anafanya nini? Ajinua nafsi yake. Juu ya kila kitu kiitwacho Mungu. Kila kitu itaitwa Mungu atajinua ama kuabudiwa. Ama kuabudiwa mwenyewe. Uketi katika hekalu la Mungu. Akijionyesha nafsi yake. Anakwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilikuwepo kwako na pamoja nanyi? Sasa ujue, unafaa ujue hii fundisho. Sawa? Haya, bado vitu, wacha tuonyeshe vitu. Tunataka uone kiroho leo. Angalia hiyo. Waafrika nao wakatoka na yao. Roho zidanganyazo. Baada ule kukaa kwa kiti, roho zinakuja. Ruhusa ni nabii wa uongo, ona ishara. Wale wako pale wanapiga makofi. Hizi ni dini mbalimbali. Sawa? Waliacha sheria ya Mungu. Sasa ule amemaliza kuketi, atakuja kutawalia hawa. Ngoja utaona. Hawa wanakubalia roho za shetani. Na roho ya shetani usidhani ni ndogo, inaweza shika kila mtu hapa. Tukikataa Mungu. 400. Tutasoma hadithi kesho. Kesho mkuje. Haya, angalia. Hizi ni miujiza. Miujiza. Ngoja, endelea. Sasa hapo penye huko, enda mstari wa 8 na wa 9. Inasema hivi, baada ya kengeufu kukaa, sasa hizi ndio zinafanyika. Inasemaje? Ni wakati kwenda kufunuliwa yule asi ambaye nini? Bwana Yesu Kristo atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kwake. Yule ambaye mjapake ni kwa mfano wa kumtenda kwake Shetani. Kabla kuje ni wanaona hizi ndio zinafanyika. Sawa? Kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Ishara na ajabu ndio tunazungumzia. Roho yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Watu wagani wanapotea? Soma. Kwa sababu nini? Hawakubali kuipenda ile kweli. Tuko hapa tunahubiri Sabato. Tuko hapa tunahubiri sheria ya Mungu. Watu lazima wakubali, wakatae, hizi vitu zianze. Wapate kuokolewa. Twende. Kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya potovu. Nini? Waumini uongo. Dunia. Inasema hivi. Kwa hiyo Mungu atawaletea nguvu ya potovu. Twende. Waumini uongo. Ili hukumu wote ambao hawakuamini kweli. Sasa tuko hapa tunakufundishia kweli. Batizo watu wakuji. Ngoja. Watu wanakuja ni wachache, kitu 30, lakini ngoja. Hapa hii ambao unaona, hizi ni roho ambazo hii kitu haijaandikwa kwa Biblia, kumwagia mtu maji kwa kichwa na hizi ni vitu Wakristo wako wanafanya. Huyu ni jamaa anateseka hapo. Hii ni kitu ambacho Yesu hawezi tamani kuona mtu akizunguka kwa hawezi. Ni one touch, mtu anamka. Hii ni miujiza za ishara, watu waone. Uko wapi? Mstari gani? Imeisha. Haya, sasa watu wajue kwamba hizi fundisho haziko, si ati tunagezgez, tunakuonyesha. Haya, angalia hiyo ni dark ages. Naona? Hiyo ni siku ya mapigo. Itaanza na hapo. Hiyo kiti ndio inaanzia. Sasa tunataka tukuonyeshe vitu ziko. Angalia wengine, vitu zimeharibika. Sasa kuja tupige bufu masanamu. Angalia. Watu wanapiga salamu. Kitu ni nini? Hiyo ni mbao. Inakuwa mbao hii kitu, si ndio? Hii kitu wanaita Yesu. Si hiyo kitu ni mbao. Ni mchongo wa mbao ama mawe. Zinapigwa busu, bro. Umeshasikia kwa maandiko imesema busu? Naam. Soma Yeremia 10:2. Yeremia 10:2. Watu wasome wanaona. Hizi msalaba unaona ni ishara za kibabeli hizi. Hizo. Hizi ile kitu tuliona kiti. Si tuliona kiti? Naam. Sasa ndio washiriki wameweka church, wanaenda church. Si wanafunzi, ni watu wa church.
Inasema ndio. Bwana anasema hivi, msijifunze njia ya mataifa, wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni. Sasa nyinyi mnaambiwa msishangae. Maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo, maana desturi za watu hao ni batili. Maana mtu mmoja ukata mti mituni, mtu anakata mti mituni, kazi ya mikono ya fundi wa shoka, kazi ya fundi wa shoka, unapoma kwa fedha na dhahabu, ukaza kwa misumari na nyundo, usitikisike. Mfano wao mfano wa mtende, kazi ya cherehani na wasemi wana bado kutukuliwa kwa sababu hawawezi kwenda. Usiwaogope, hawezi enda. Hiyo salamu iko hapo tu, wanangangana nayo hiki kiwezi enda. Twende, unaambia hawezi kutenda uovu. Hawezi fanya nini? Kutenda uovu. Hiyo salamu haiwezi kukufapea laana. Wala Mungu anakuongelesha. Inasema anaweza kutenda mema. Ona wenye wanateseka. Hao ndio walikolonize Kenya, hao ni Spain. Spain ilikolonize wapi? Ni Djibouti wapi ama wapi? Spain hii. Unaiona? Unaiona ndio wanangangana kuitoa kwa nyumba. Akashie wewe. Haya, endelea. Endelea kisema mstari wake wa 6. Hapana hata mtu mmoja, hapana hata mmoja aliye kama wewe. Bwana, wewe ndiye uliye mkuu, na jina lako ni kuu katika uweza. Ni nani asiyekucha wewe? Sasa angalia, unaziona? Ndio hizi zimetiwa juu na zikapigwa msumari kwa sababu hizi songa. Hiyo ndio kile tumesoma. Na leo unaiona ni kitu iko, hii ni live, hii ni kabla, hii ni wakati wa Easter. Hii ni juzi hii. Hii haijafika, hii si ya Kenya. Wewe unaona hizi vitu Kenya. Hao ndio mataifa bana. Hao ndio watu ambao walipewa nguvu kutawalia Afrika, juu Afrika sasa na kuenda kwa wengine wamekataa sheria ya Mungu. Sasa hao mnaletewa vinyago. Letewa ambao kubwa. Waona ndio hizo. Haya. Ona ibada yao ndio hii. Hii ndio sasa mzungu mnasemanga aliletea Biblia. Huyu ndo mtu aliletea mtu Biblia hapa Afrika. Huyu. Sio watu wa Biblia. Angalia hii kitu ni sanamu. Ni sanamu. Naona tu venye mipambo hapo ndani. Hiyo ni mipambo tu kwa sababu ni Mungu wao wanampamba. Huyu ni binadamu amekaa hapa juu. Usishangae ni nini imekaa. Ameweka kilo 10 kwa kichwa. Ameweka hiyo ndio sasa. Ayaangalia nyingine, wanawake sasa pia lazima pia wafanye kazi. Wamebeba sanamu kubwa. Hiyo sanamu inatoshana na lori imewekwa huko juu. Sanamu kubwa sana. Hizi ni picha za juzi, si za zamani, ni juzi. Angalia, ameweka jua kwa kichwa. Hii tunawaambianga Trinity 1 2 3. Taiona tu. Haya, angalia hizo dini. Ni kwa nini haiko clear? Haya ndio inatolewa mbio, ndio hiyo. Watu wanashangilia. Sawa? Ni ibada yao. Hiyo ndio ibada. Ibada yao ni ya Mama Maria. Mungu Matendo Mitume. Hii Mama Maria si Maria. Ukae kujua hiyo. Hii iliingizwa kanisani. Hawa wote waliingizwa kanisani. Naona ni ibada ya masanamu ya mataifa, Gentiles. Hawa ndio walikuwa Gentiles. Sasa kichwa kijue hiyo. Usisahau hawa ndio Gentiles. Na mimi nitakufundisha ukweli, ushangae. Na nyinyi ni akina nani? Tukia, hii kitu unafikirianga labda ngoja tutakupea jibu bana. Ibada yao ndio hii. Hii mbona unaangi Kenya? Mbona news reporter ndio anatoa report? Umefika pale? Matendo Mitume 19. 19 ngapi? Anzia pale mstari wa 17. Inashuhudia na kusema 19:17 Matendo ya Mitume. Na kwa jina la Yesu ninasoma. Habari hii ikajulikana na Wayahudi wote na Wayunani waliokuwa Efeso. Ikaingia wote. Na jina la Bwana Yesu likatukuzwa. Sasa unasikia hofu imeingia. Kuna jamaa ambaye anatengeneza hivi vitu, sema twende sasa. Inasema hivi, na wengi wale waliamini wakaja wakaungama wakidhihirishwa matendo yao. Walikuja wakaungama hizi vitu. Hiyo ni Europe. Hii. Haona na ubiri huku. Twende. Na watu wengi katika wale walioitumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao. Hao watu ni waganga, si mchezo. Wacha Afrika. Unaona? Si ndio hii? Uganga ndio hii. Unaona ndio hii wamebeba uganga zao. Hiyo ni nini kwa Biblia? Hiyo ni uganga mtupu, uganga safi. Twende. Wakavichoma moto mbele ya watu wote. Wakafanya hesabu ya thamani yake. Wakaona kwamba yapata fedha 50,000. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilijazidi na kushinda kwa nguvu. Mambo hayo yalipokwisha kumalizika, Paulo akaazimu rohoni mwake kisha kupita katika Makedonia na Akaya aende Yerusalemu. Akasema baada ya kuwako huko alipasa kuona na Rumi pia. Akatuma watu wawili miongoni mwa wale waliokutumikia kwenda Makedonia, nao ni Timotheo na Erasto. Yeye mwenyewe akakaa katika Asia kitambo. Umesikiza majina zinatajwa.
ndio huku. Hii dini ni ya huku, si ya huku Kenya. Ati mimi ni Roman Catholic. Wewe unafanya hizi vitu? Hii ni dini ya mababa zako hii. Wewe unajua mababa zako wako wanafanya hizi? Waliletewa kaekeo, mpige kisi Yesu wako kwa msalaba. Na ni bandia. Angalia, wachawi, uganga. Hiyo picha isirudi vizuri. Ngoja utaona. Angalia. Unaona uganga? Wamevaa tu mask. Freemasons. Yawa. Ibada yao ni hivi. Hii ndio sasa Catholic unasemanga nimeenda church hii. Ndio hii. Hii ndio center ya Kikatoliki. Wanaitwa upagani. Hao ndio walienda wakaweka masanamu kwa makanisa. Hawa waliingilia kanisa kisiri. Tutapiga hiyo study. Ngoja leo tulisema tu ni video. Watu waone. Hii ni dakika 12. Niweka video mingi zinafanana. Moja ni ya Portugal, moja ni ya Spain, moja ni ya Germany. Hii ibada ni ya huko. So unaona hiyo watu wengine. Hebu angalia 18 Matendo ya Mitume. Pale ni 17. 18:17. 18:17 Matendo ya Mitume. Alexander anajenga hizi vitu. Na Paulo ameshahubiri, si ndio? Inasema. Ndio. Na inasema hivi. Mstari gani? 17. Na wote wakamshika Sostene, mkuu wa sinagogi, ndio wakampiga mbele ya kiti cha hukumu. Wala Galio ndio hakuyaona mambo hayo kuwa ni kitu. Baada ya hayo Paulo akazidi kukaa huko siku nyingi. Kisha akaagana na ndugu akaabiri kwenda Shamu. Na Priscilla na Akila wakaenda pamoja naye. Alipokwisha kunyoa kichwa chake huko Kenkrea. Angalia sasa, tunataka ujue. Hebu angalia ile 18 19 wenye wanachonga michongo. Artemis. Alexander ako ni mambo ya Diana, Prince Diana huyu anaitwa Diana. Naam. Sawa? Ni hapo tu 19. Naam. Matendo ya Mitume. Huyu anakuanga Queen Diana. Si huyu si Maria. Ni Diana mwenye alimsumbua Paulo sana. Paulo akateseka. Wakamfukuza usiku. Endelea usiku. Huyu si Yesu wanashangilia ni Diana. Wao utaiona ndio hiyo. Unaziona? Huyu amevaa black. Alafu wanadaingi Yesu ni mkali sana, lazima upigie Maria. Ni ibada ya Diana, soma. Samahani. Sasa watu waangalie, hii ibada inaenda kuchukua muda. Naona wanafanya matching. Watu wa Sabato tunawaambia waache mchezo. Hata roho ambayo ilizungumza ndani ya Wasabato iliwakataza waache kufanya matching. Sasa hivi naona wana match. Hata wimbo wana dance hivi, si ndio hii? Walikatazwa na tutasoma hizo vitu ma Friday. Siku ambao wanakusanyika hapa na sisi. Wasomea. Kama ni Sabato kuje Friday, kuja hapa tukusomee hii kitu haifai kuwa kanisani. Ndani ya Wasabato. Uko wapi? 19:24. Nzuri. Maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mtu wa fedha, aliyekuwa akifanya viekalu vya fedha. Yeye alikuwa anatengeneza hizi vitu. Fedha. Nani anaitwa nani? Mungu gani? Atemi. Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mtu wa fedha, aliyekuwa akifanya viekalu vya fedha vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi hiyo. Naam. Pamoja na wengine kazi ile. Ndio. Akasema wenye wanaume ndio kwa utajiri wetu toka katika kazi hii. Shika kwanza. Yaani mwenye anatengeneza hizi sanamu wakati wa Paulo akiwa Asia. Hii ni ibada ilitoka huko Asia. Unaona zinafanana? Na hao watu wa Katoliki imejaa Europe mzima hii. Wanaitwa wapagani ambao waliingia kanisani. Hii wakaita masanamu zao jina za Biblia. Sio Mungu wa Biblia. Sawa? Naam. Inaendelea kusema tena mnaona na kusikia kwamba si katika Efeso hii ni nchi nyingine mpaka Asia yote. Pia Paulo huyo amewashawishi watu wengi. Hii sio Mwafrika ambao unadai ati mimi ni Roman Catholic. Wewe ni Mroma, wewe uko Rome. Wewe unasimamia watu ambao walitawala Kenya. Ndio unasimama nao. Hiyo ndio ujue. Wewe endelea kukaa hapo usome, usikie. Rome ilitawala Kenya ikatumia Britain. Endelea usikie. Inaendelea kusema tena mnaona ya kusikia kwamba hizi ni masanamu. Efeso tu bali katika Asia yote pia Paulo huyo ameshawisha watu wengi na kuwageuzia nia zao, akisema ya kwamba inayofanywa kwa mikono sio miungu. Ngoja hata usikie huyu jamaa anasema nini. Protestants ambao hiyo ni vitu tutakuja. Protestants ambao walijaribu kufanya kazi. Huyu sasa ni priest ambaye wa Kiroma. Anasema kwamba Protestant hakuna kitu alikuwa anafanya. Hebu tusikie.
Their churches, Protestants do not have the priesthood, which means they do not have the divine presence of the Eucharist in their churches. Their churches are not the... Protestants do not have the priesthood, which means they do not have the divine presence of the Eucharist in their churches. Their churches are not the dwelling place of God. They do not have the sacrament of confessions. They do not have the forgiveness of their sins through that sacrament. All they have every single Sunday is a Bible study. Bible study ya shetani. Huyu ni Mkatoliki sasa ako huko kwa Wakatoliki. Wewe unasema wewe ni Mkatoliki hapa. Sikia. Wanakufundisha sermon yao. Ibada yao. Wanasema yao ni Eucharist, yao ni priesthood. Priesthood ni sehemu ya ibada ya wale ambao wamejitakasa wafanye kazi ya nani? Ya Mungu. Wanajiita priesthood. Sawa? Hawaoi. Sawa? Jana tulisoma kwamba ngoja. Jana tulisoma aje? Tulionyesha kwamba vizuri askofu anafaa kuwa na bibi mmoja. Bibi ngapi? Moja. Hiyo ndio priesthood wanasema wanafaa kuwa nayo. Tumetoa wa kwanza, sawa? Tumetoa wa kwanza ngapi? 3:1. Naam. Penye kuoa. Inasema Timotheo wa kwanza 3:1. Kwanza Protestant walikataa hizi vitu. Sasa wewe kwa program wanakuambia, "Nyinyi hamna priesthood na hauna Eucharist." Nataka kuonyesha Eucharist ni nini? Sasa twende. Inasema hivi, ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu, atamani kazi njema. Nini? Basi, imepasa askofu awe mtu asiyelaumika. Mtu asiyelaumika. Mume na mke mmoja. Ndio. Mume na mke mmoja. Ngoja kwanza usikie hii news ya huyu. Ushangae. Protestants do not have the priesthood. Protestants do not have the priesthood, which means they do not have the divine presence of the Eucharist in their... Protestants do not have the priesthood, which means they do not have the divine presence of the Eucharist in their churches. Their churches are not the dwelling place of God. They do not have the sacrament of confessions. They do not have the forgiveness of their sins through that sacrament. All they have every single Sunday is a Bible study. Na amewachia hapo. Wewe unataka Bible study au unataka kufuata sherehe ya maaskofu ambao wanavuta sigara na maaskofu ambao hawana mke? Hiyo ndio priesthood unataka. Ya Biblia sio hiyo. Hao wanapinga Biblia. Sasa ukijua wewe ni Mroma Mkatoliki, ujue unapinganga Biblia. Wazee wa hiyo imani ya kupinga Biblia. Sacrament gani hiyo ya Eucharist? Ufunuo 17 mstari wake ni wa 4. Hiyo Ufunuo 17 mstari wake ni wa 4. Ndio. Inasema hivi. Kitabu cha Ufunuo 17 mstari wake ni wa 4. Ndio. Inashuhudia na kusema. Nini? Inasema hivi. Na mwanamke yule ndio alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya usherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Tulia. Wacha tuweke njia. Unajua hapa tujaomba ruhusa. Sasa tunasonga kidogo. Alafu jamaa anapita. Kuna gari inapita. Asante ndugu. Safi. Haya. Sasa angalieni. Hapa kuna maajabu. Biblia inasema atafunuliwa na lazima afanye hivi vitu ndio sasa atimize maandiko. Sawa? Sikia. Inasirile kusema. Rudia tu. Msirika ile. Mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Ndio. Amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya usherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Babeli mkuu kama makahaba. Machukizo ya nchi. Umesikia Babeli nini? Mkuu. Haya, sasa ngoja usikie maajabu. Nataka tuingie kwa stadi ya mwisho. Hatutaki wewe umchemke. Nataka uwe na Bible study kwa akili. Sasa tuingie kwa kitabu ya Danieli. Ngoja uone maajabu. Sasa tunataka kuingia katika Bible study na tuachie hapo kwa sababu Mungu anataka tuwe watu ambao tuko na akili zetu. Sawa? Tuko na akili zetu timamu na tuko na uwezo wa kuipigania imani. Twende kwa Yuda 3, Yuda 1:3.
Yuda 1:3. Kitabu ni cha Yuda. Ndio. Yuda 1:3, maandiko matakatifu yanashuhudia na kusema nini? Nami nasoma kwa jina la Yesu. Twende. Yuda 1:3. Inasema hivi. Nasemaje? Ndio. Nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambayo ni wote sisi sote. Na leo nimelazimu kuandikia ili waone kwamba shindania imani. Shindania imani. Hiyo barua inaandikwa huu wakati. Hapa. Inaandikwa hapa hii sehemu. Wakati Yesu alikuja ni Warumi, si ndio? Hawa. Wakati Yesu alikuja ni Warumi. Sasa hao ndio wanaenda kuingilia imani. Twende. Waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Walijiingizaje? Kwa siri. Kivipi? Watu walioandikia tangu zamani. Tangu zamani. Makafiri. Wabadilie neema ya Mungu wetu kwa ufisadi. Wanabadilisha neema ya Mungu wa gani? Wetu kwa ufisadi. Inakuwa ni ufisadi? Twende. Nao. Ukana yeye aliye pekee yake bora. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa nikukana Bwana Yesu Kristo. Unaona tumesoma hapa barua, si ndio? Wanasema Papa ni Yesu ndani ya mwili. Si tumesoma na wewe? Na mwalimu. Na hii ni gazeti. Gazeti inapigwa. Alikuwa hapa Kenya. Kenya tutaweke hiyo video, siji tuweke kesho ama saa hii. Tuweke kesho mwalimu. Kwa anasema kuna Biblia na hiyo Biblia ina historia ya Baba, ya Mungu. Ameshindwa. Wewe unaweza kuwa mkuu wa dini na unasema kitu kama hiyo. Sasa ingia katika Danieli 3. Danieli 3. Ndio mwalimu. 3 ngapi? 3 tuingie katika Danieli ilikuwa ni 2, si ndio? 2 mwalimu. Watu waingie katika sehemu ya 26. 2:26 na shuhudia na kusema. Nini? Kitabu cha Danieli. Na hizi ujumbe zimezungumziwa mara 3. Ya kwanza ni hii na hii ni Nebukadnezar. Kwanza soma moja, watu wasikie ni nani aliota hii. Moja. Ndio. Inasema hivi, katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu, ndio mfalme wa Yuda, Nebukadnezar. Soma 2:1. Samahani. Safi. Biblia moja inasema nini? Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadnezar, aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Inaendelea kusema nini? Ndipo mfalme akatoa amri, akaita waganga. Akatoa amri. Aliita watu gani? Waganga. Ya pili? Ya wachawi. Ya tatu? Sasa ujue saa hii kuna waganga ndani ya ibada. Ya pili kuna nini? Wachawi. Kuna wachawi ndani ya ibada. Kuna ndoto ambayo inatimia saa hii. Ulisikia Trump? Kwanza hiyo video tuweke kesho, si ndio? Utanikumbusha tafadhali. Trump anasema golden age inaanza saa hii. So unaona gold hapa? Si unaona gold? Si asubuhi tuliwaambia vizuri, Freemason wanasoma Biblia. Si tunaonyesha. Wanasoma nini? Biblia. Na wewe ni kondoo wa Mungu. Ngoja, wewe ni kondoo wa Mungu. Na kondoo wa Mungu wanatembea makanisani, kila kanisa wanatafuta hizi kweli. Na ziko, sisi tumekuja hapa hata hamjatupea hata kitu. Kwanza mtumishi, hebu tembea na hiyo kikombe, watu waweke hapo mamia. Hizi ndio usao kweli unafaa utolee pesa. Mtumishi wa ubale anapita hapo. Hatuna fare na hatuna hata chakula, sasa weka. Sisi hatuitishangi fare. Mshaji tusikia? Kimeumana, inabidi tuwaonyeshe bwana. Pita tu na hiyo kikombe, watu waweke hiyo shilingi. Hata 5 tunataka. Tupande gari na turudi na turudi kesho. Si ndio unaweza tamani kuweka pesa? Kama ni kweli twende. Inaendelea kusema twende. Ndipo mfalme akatoa amri waita waganga wachawi wasihiri Wakaldayo wapate kumwelezea mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto, roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Ndipo Wakaldayo wakamwambia mfalme nini kwa lugha ya Kiaramu. Mfalme kwanza sikia, wanakuja na kama mfalme ni Mkikuyu, wanakakuja na lugha ya Kikuyu. Umesikia hiyo? Naam. Umesikia anakuja na lugha ya Kikuyu? Naam. Sasa unajua hiyo kitu siku ya juzi akakuja na lugha ya Kiaramu. Umesikia Biblia imeandikwa kwa lugha ngapi? 3, si ndio? Ya kwanza Kiebrania, ya pili Kiaramu, ya tatu Giriki. Sawa? Hapo ndo tunapata Kiaramu. Haya, endelea. Inaendelea kusema. Ndio. Mfalme akamwambia nimeota ndoto. Ngoja kwanza. Sisi hapa hatutasoma Biblia na tuseme zetu. Biblia utasikia tu Biblia inasomwa tu. Naona hii mic. Hiyo iongee sana. Hiyo ndo nataka iongee sana ndio usikie. Kwa sababu msomaji wewe unafungua Biblia unaambiwa kama ni Mkatoliki unaambiwa amina na umekaa. Amina, umesimama, unapigwa tizi. Ni kuamka, kupiga magoti. Kuamka Katoliki na unasema nini? Amina. Si ndio? Sasa tunataka asome. Twende na andiko. Inaendelea kusema. Ndio. Ndipo Wakaldayo akamwambia mfalme. Soma. Lugha ya Kiaramu. Ndio. Mfalme. Uishi milele. Tuambie sisi watumishi wako ile ndoto. Na sitakueleza tafsiri yake. Hao waganga wachawi wakina nani tena? Waganga wachawi. Wale ambao wanapiga bao. Hawawezi tafsiri hizi. Wewe usichangae kama kanisa yenu haiwezi fundisha hii. Usichangae kwa sababu gani? Kuna wachawi na ilizi huko ndani. Kuna uchawi na uganga inaendelea. Sasa
Unapoona Mungu anachukua muda wake na anaandika fundisho, ujue hizo vitu ziko na ziko ndani ya kanisa. Sasa kama utakuwa na haraka, nataka kukutangazia tutakuwa pale, tunakonga pale Jamhuri. Tuko na Sabato ya pili. Saa hii hapa tunalipa huko. Wapo kulipa ni 1000. Hata unaweza jitokea ulipange pale. Hizi pesa baadaye kumbiri kutoka saa 6. Uzani kukaa tu hapa tunakaa tu tuko na pesa hapana. Ni wito. Sasa angalia, wewe ukiwa na uwezo, lipa hiyo. Sasa angalia. Jina kuonyesha mahitaji. Ukiona tunachangisha hapo, usizani mchezo. Haya angalia. Huyu kuna waganga watashinda kufundisha hii. Wameambia mfalme tuonyeshe. Mfalme akasemaje? Inaendelea kisema. Ndio. Mfalme akajibu akawaambia. Unaona mzee, tunataka mzee, uko na swali? Mzee uko na swali? Yesu alisema, hebu angalia Mathayo 28:18. Yesu alisemaje? 28:18. Yesu akaja kwao. Ndio. Akasema nao. Akawaambia, ndio, nimepewa mamlaka yote. Ndio. Biblia inasema, nimepewa mamlaka yote. Nini? Mbinguni na duniani. Alafu, basi enendeni. Twende. Wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ngoja. Umesikia ni wanafunzi? Ni watu umesikia, umeona wanatufuata. Hatutaki watu kuenda church. Ama mimi nimeenda kusikia. Tunataka nini? Wanafunzi. Watu ambao wanajifunza, uko na kalamu na uko na karatasi. Na wewe uko na maswali. Baada hizi, hii ndio inakujibu si ama si mimi. Maandiko iwe wewe ni mwanafunzi. Sasa uko darasani hakuna kuongeongea, sawa? Uko na swali kuja hapa, uliza. Ukiona inakutunga sana. Ukiona inakufanyaje? Inakutunga sana. Usifanye hii Matendo ya Mitume 5:37. Usifanye hiyo. Ufanye ile tulisoma ya kwanza. Usifanye hii. Inasemaje? Matendo ya Mitume 5:37. Inasema hivi. Hiyo ni ya salamu. Salamu. Ndio. Inasema hivi 5:37 Matendo ya Mitume. Inasema. Ama ina 33 ndio mzuri. 33. Inasema. Nini? Inasema hivi. Twende. Wao waliposikia. Walipofanyaje? Wakachoma mioyo yao. Walipofanyaje? Waliposikia. Wakachoma mioyo yao. Wakafanya shauri kuwaua. Usifanye hiyo. Sawa? Kazi ya roho ni moja, lazima ichome. Sasa twende kwa ile ulisoma saa zile. Ilikuwa ni 2:27. Soma hiyo. Hiyo ndio ufanye. Na lazima ikuchome. 2:37. Nasemaje? Na inashuhudia na kusema, ndio. Walipoyasikia haya, wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tufanyeje? Tutendeje ndugu zetu? Hiyo ndio ufanye, sawa? Maandiko iko na kila kitu, process ya kufanya. Wewe kama hujui utafanya ile nyingine ya wale ambao wanaangamia. Haya, sasa angalia. Twende kwa 26 tujue tafsiri. Hatutapiga 2:26. Na inashuhudia na kusema. Ndio. Inasema hivi. Nini? Mfalme akajibu akamwambia Danieli, aliyekuwa kiitwa Belteshazzar. Ndio. Nini? Waweza kunijulisha ile ndoto niliyoona na tafsiri yake? Yaani Danieli ndiye anaenda kutoa tafsiri. Na yeye ndiye anaenda kuonyesha hii ndoto. Waganga, wachawi na kina nani walishindwa? Wasihiri. Wanaitwa ushaenda kanisani ambao unaambiwa leta mkono yako, wacha tukusomee mkono. Hao ni waganga na ni wachawi. Umesikia? Imepigwa marufuku hata tusome waganga na wachawi kanisani siku ya leo. 18 Kumbukumbu la Torati. Watu wajue. Kumbukumbu la Torati. Unasikia? Wamepigwa marufuku na wameingia kanisani wanakusomea kipaji ya mkono. Kama huyo anaitwa nani? Huyu Nigeria sana, watu wanamsikiza. Tunakujia Kenya. Tunaanza na nchi mataifa zingine ndio tukuja hapa. Kwa sababu tukianza hapa mtatufukuza. Unasikia nabii atakana kwao. Sawa? Sasa tunaanza huko mbali. Tukimaliza hivi, tufukuze au batizwe. Kitu ngapi? Amubaki katikati support waovu. Inasemaje? 18 ngapi? 11. Inasema hivi. Twende. 18:11. Kwanza anza na 9. Inasema ndio utakapokuja kuingia katika nchi ya Bwana, ukiingia katika nchi ya Yesu Kristo, yani anakupea twende. Bwana Mungu wako usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Ya kwanza asionekane kwako twende mtu apitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Ukiingia kanisa ambao unaambiwa utoe mtoto wako, hiyo ni kanisa ya shetani, sawa? Ndio hiyo twende. Wala asionekane mtu atazamaye bao, mtu yote anatazama bao kubashiri, sawa? Nimeona kutazama bao. Kwa English hiyo ni sorcerer. Twende. Wala mtazamaye nyakati mbaya. Wewe unatazama nyakati mbaya, umeibiwa nyota. Nyota yako imeibiwa. Hiyo statement si ya Biblia. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Kubashiri. Ndio hiyo tulisoma, si ndio? Pale ilikuwa ni kupiga bao. Kupiga bao, samani. Watu wana bet. Inaitwa gambling. Gambling. Unabahatisha vitu. Twende. Wala msihiri. Inasema hivi. Siri ni nani? Ungekuwa unatusaidia kae karibu na English, sawa?
Tuone hizo statement. Inasema hivi, ndio. Wala mtu alogae. Mtu alogae Kwa kupiga mafundo. Kwa kupiga mafundo. Unasikia nini? Hiyo video tutaweka hapa kesho. Mwingine Ezekieli, Pastor Ezekieli anakuja, anachukua msumari na anakuambia unapiga hii chini na unasema hivi. Unasema hiyo ndio kupiga fundo. Umesikia? Endelea usikie. Ni wala mtu apandishaye pepo. Na mtu apandishaye pepo. Alafu anaanza kupanda pepo. Watu wanaanguka pa. Hiyo ni kupandisha nini? Pepo. Kupandisha pepo. Na hizo muziki. Wala nani? Mchawi irizi ziko ndani ya makanisa. Hizo matatu. Endelea. Wala mtu aombaye wafu. Niliona mama yako usiku na alikufa. Niliona mama yangu na alikufa. Unaongea na wafu. Hiyo imepiga marufuku kwa andiko. Twende Danieli 2 tumalize hii. Danieli 2. Ndio. Yaani msihiri mwalimu ni enchanter. Unaona? Niko na video hapa ya kuna watu wanatumia nyoka kanisani. Wana chant nyoka. Si unajua kuchant nyoka? Naam. Ndio. Unaona mtu anatuliza nyoka mpaka nyoka inatulia, anaibeba, anaingia nayo kanisani. Hiyo ndio enchanting. Sawa? Hizo zimepigwa marufuku ndani ya makanisa. Sasa hivi sisi hatuongelee watu wa dunia, wanaweka vitu vya dunia wanaingiza kwa kanisa. Hizo ndio vitu ziko hapa. Na tunaambia tuzipige marufuku. Maliza. Imeisha. Haya, sasa tuende Danieli 2, mstari wake ni wa 26. Inasema hivi. Ulikuwa 20 na ngapi? Danieli inasema ndio. Mfalme akajibu akamwambia nini? Akamwambia Danieli, aliyekuwa kiitwa Belteshazzar, nini? Waweza kunijulisha ile ndoto niliyoyaona na tafsiri yake? Kitu la kwanza ni kujulisha mfalme kama uko na huyo Mungu mwenye alimpea. Ya pili, kama unaweza toa tafsiri yenye huyo Mungu alipeana hiyo ndoto na hiyo tafsiri uwe nayo. Vitu mbili. Uko na hiyo ndoto na una tafsiri yake. Maliza. Danieli akajibu mbele ya mfalme. Akasema, nini? Ile siri aliyoiuliza mfalme, mwenye hekima hawezi kufunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wanajimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri. Naye anamjulisha mfalme Nebukadreza. Anamjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Mambo yatakapokuwako siku za mwisho. Siku za mwisho. Shika hiyo point. Hii ni ndoto ya kwanza kwa kitabu ya Danieli. Ndoto ya pili pia ni siku za mwisho. Ndoto ni za siku za mwisho. Zinarudiliwa mara mbili, zaidi ya mara mbili. Kwa hivyo ni ujumbe ya onyo. Ukiona vitu zinarudiwa mara tatu, ujue ni onyo. Sawa? Haya, piga hatua. Inaendelea ikisema, ndio, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, anamjulisha mfalme Nebukadreza ambaye atakayokuwa siku za mwisho. Ndio ndoto yako, ngozi za kichwa chako, ukaziona kitandani pako ni hizi. Wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako, kitandani pako ya mambo yatakayokuwa alafu na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima yote niliyonayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunulie ile tafsiri na wewe upate kujua mawazo ya moyo wako. Upate kujua mawazo ya moyo wako. Wewe mfalme, unatazama sanamu kubwa sana, sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako na umbo lake ilikuwa lenye kutisha. Tulia. Sasa angalia, Danieli anampea hiyo sanamu, anamwonyesha hiyo ndoto, anaponyesha hiyo ndoto na anatoa tafsiri yake, vitu mbili. Endelea. Na sanamu hii ndio kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nusu ya chuma, nusu ya udongo. Maliza. Nawe ukatazama hata chini, nikachonga bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo nikaipiga sanamu. Inasema ndio, nalo jiwe hilo nikaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, nikavunja vipande. Sasa Nebukadneza ndio hiyo kichwa, sawa? Naam. Yeye ndio hiyo kichwa ya dhahabu. Umesikia? Sasa zikia maelezo. Biblia tu hii haisomi theology. Hii sio teolojia yenye nasoma kwa mashule. Huko kwa mashule ni vitu vya kusambaratisha. Ngoja soma kitabu ya Wakolosai, jinsi ambao wanaiba watu. Wakolosai 2:8.
Kitabu cha Wakolosai 2:8. Ndio. Na inasema hivi. Wakolosai 2:8 inashuhudia na kusema, angalieni tusifanye matendo kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Sasa unasikia? Sasa hapa Babeli, huyu mfalme baada kuota akaenda kujenga hii 3 Danieli mstari wa kwanza. Danieli 3. Danieli 3 mstari wa ngapi? Ya kwanza. Nebukadneza. Ndio. Mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Ambayo watu wake kutoka hapa juu kwa kichwa hadi mguu ni dhahabu. Unaona? Yeye ameifikia hivyo. Amekosa kuelewa maandiko. Unaona? Twende. Inasema hivi. Nini? Nebukadneza. Mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Ya nini? Ambayo watu wake ilikuwa ni dhiraa 60. Na upana wake 60. Twende 6. Unaona ni 6 ya tatu haitakuwa bado kwa sababu siku ya mwisho bado. Sawa? Twende. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Twende. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri. Nini? Na manaibu. Maniri, wanaibu na maliwali. Na makadhi. Na watunza hazina. Mahazini. Na wakili. Na wakuu wa wilaya yote. Hao wakuu wa wilaya yote ila wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu. Wako na imani ya Nebukadneza. Sawa? Wanataka kufanya ibada. Kitu ambacho mfano kujua kwamba mataifa wanatawala mataifa zingine kwa sababu ya ibada. Ibada ilikuwa ni ya shetani, wataangushwa. Sawa? Unaona Amerika? Hii kupiga kudance makanisani hii ilitoka wapi? Amerika. Ngoja. Sasa hivi huyu jamaa ako na nabii wa Mungu ambaye hajamfundisha hii, lakini yeye anatengeneza hii. Ulazimisha watu ibada yake. Twende usikie. Inaendelea kusema ndivyo makadhi na watunza hazina na wazee na mawakili na wakuu wa wilaya zote wakusanyika ili kuizindia ile sanamu. Mfalme Nebukadneza aliisimamisha, wakasimama mbele ya ile sanamu. Mfalme Nebukadneza aliisimamisha, ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, mtu wa kupiga mbiu ni spokesperson. Sawa? Mwenye anazungumza badala ya president. Anasemaje? Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, ni watu wa kabila zote na taifa na lugha, niamriwa hivi, wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na zote za ngoma, lazima kuanguka na kuabudu sanamu ya dhahabu. Umesikia kuanguka watu umesikia kuna ngoma. Sasa kuna ngoma mpaka kwa hizi magari zetu hizi. Si kuna mangoma? Ukisikia mangoma zinaanza kutrend na uanze kuona wanaanza kulipa pesa nyingi kwa entertainment sector ya mangoma, ujue ndio hii sanamu. Malaika watatu wanasemaje? Sasa angalia hii sanamu hii na ibada. Hii ni mfano na fundisho ya onyo ya watu wa Mungu siku za mwisho. Sawa? Inasemaje? 14 mstari wa 9 Ufunuo. Ufunuo inasema anashuhudia na kusema nini? Na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, aje mtu wote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, akisujudu Nebukadneza na sanamu yake. Twende. Na pige hapo. Allahu Akbar, pige chapa. Twende. Au katika mkono wake yeye naye kuna katika mpinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kutengezwa na maji, katika kikombe cha hasira yake. Naye atateswa kwa moto na kiberiti. Atateswa na nini? Moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu. Umesikia? Hii ni onyo ya mwisho imewekwa kama mfano au na fundisho ya historia. Turudi kwa Danieli, watu angalie. Nayo Shadrach, Meshach, Abednego ni jina ambalo ni bandia. Soma Danieli 1:6 watu wajue. 1:6. Alafu nikuulize swali. Wewe ambao ulikuwa hapa, umeona tumekuonyesha Babylon ama Babeli ndio inaabudiwa, watu wanaabudiwa ndani ya Roman Catholic. Kwa nini ndani ya Roman Catholic wanabadilisha watu jina wakati wa batizo? Sasa usikie. Na inasema basi katika hao walikuwa baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Anania na Mishaeli na Azariah, kwa mtuasha kwa majina alimcha Danieli Belteshazzar. Danieli alipewa jina ya Belteshazzar. Sasa hiyo ni dini gani? Wewe unaonanga watu wewe uko na jina gani? Mimi niko na Michael. Nilibatizwa nilikuwa tu miaka 2. Kwa hiyo miaka 2 najua nini ba? Nabatizwa na miaka 2 nikapewa jina Michael. Hizo ndio nini? Unaona? Na hakuna kanisa lingine yote inayopatikana ambayo inabadilisha watu jina. Sasa kwa hivyo Biblia haikosei, iko katika system ya kujua ukweli. Sawa? Tena inasemaje? Inaendelea kusema
Mkuu wa majeshi akawapa majina, alimwita Danieli Belteshazzar, na Hanania akamwita Shadraka, na Mishaeli akamwita Meshaki, na Azariah akamwita Abednego. Lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa atajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Umesikia? Sasa yeye alisema hata kula chakula cha nani? Na mfalme. Ngoja usikie maajabu. Kuna kanisa inapewa watu vitu vya kukula kila siku kwa misa. Sawa? Naam. Ufunuo 2. Watu angalie Jezebeli. Ufunuo 2. Kanisa ambao Mungu Yesu ametuma barua. Akasema hiyo kanisa sasa ataita nani? Jezebeli. Sawa? Naam. Nasemaje? 2 ngapi? 20. 2 pale 17. Kumesema yeye anasikio. Na asikie neno hili ambalo Roho ayambia makanisa. Yeye ashindai nitampa baadhi ile namna iliyofichwa, nami nitampa jeupe na jeje hilo katika jina jipya. 20 maneno nzuri. Lakini neno juu yako kwamba mrejea yule mwanamke Yezebeli ajiitaye nabii kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Umesikia? Jezebel ako pale na ndio anaitwa kanisa ngapi? Ya hiyo kanisa inaitwaje? Kanisa ya Thyatira. Thyatira. Hiyo ndio kanisa Roman Catholic ilipoanza. Na sio kanisa ya kwanza, mtu asikudanganye ati Roman Catholic ndio kanisa ya kwanza. Hiyo ni kanisa ya upagani. Mapagans waliingia kwa kanisa wakabadilisha vitu. Na tutaendelea uone. Tumepanga slides hapo, utaona vile walibadilisha vitu step by step. Leo tunasoma sheria ya Mungu na mvinyo. Mvinyo tushajua ni kuwa na mafundisho ya uongo na unalewa kiroho. Hiyo ndio tulikuwa tunaangalia ile siku za kwanza. Haya, sasa tupiga hatua. Umesikia? Jezebeli hako pale na anachukizwa sana na Mungu na watumishi wake wanachukia. Kwa nini? Soma. Inaendelea kusema ndio samahani lakini neno juu yako kwamba mkia yule mwanamke Yezebeli ajiitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza. Huyo anaongea na Protestants. Sawa? Wakati Protestants wanazusha, wanatoka makanisani za uongo bandia, wanatoka. Sasa barua ndio hii inakuja kwao. Najua mnamchukia yule Jezebeli. Twende. Inasema hivi. Ndio. Ili inasema soma ili kwa jina la Yesu wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Sasa watu wanazini na wanakula vitu zilizotolewa kwa sadaka kwa sanamu. Haya, sasa hiyo study tutaendelea, tuache tu hapo, si ndio? Twende kwa sheria ya Mungu. Twende kwa sheria ya Mungu inapotuonyesha kwamba wakina Danieli walikataa. Kwa nini wakina Danieli walikataa kuabudu Nebukadneza na sanamu yake? Sawa? Kwa sababu tunaona Nebukadneza yeye ndio mnyama. Yeye ndio ile sanamu, kichwa ya sanamu katika ile njozi ambayo atakuja kutawala. Ngoja uone tuko katika sehemu gani? Danieli 3. Twende sasa Danieli 2 tuonyeshe kwa wazi. Kwamba Danieli 2 inaonyesha kwa wazi tu kwamba wakati ule wakina Shadrach, Meshach, Abednego jina bandia walikataa. Mstari wake ni wa 11. 2:11. Niko wapi? 2:11 Danieli. Neno la ajabu analolitaka mfalme, wala pana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na wenyewe mbele. Hiyo ni 3:11. Samahani. 3:11. Inasema hivi. 3:11 inasema ama soma 8. 8. Ndio. Basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Ndio. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadneza, nini? Mfalme, uishi milele. Mfalme, ulituambia kwamba ile mtu atakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na zanturi na zomari na zote za ngoma ni lazima anguke na kuabudu ile sanamu ya dhahabu. Sasa unafanya mashtaka 12 inasemaje? 12 inasema wako Wayahudi kadha wa kadha walioweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli. Wilaya ya nini? Ya Babeli. Sawa? Yani Shadraka na Meshaki na Abednego. Hizo ni jina bandia ya wale Babeli ambao unabatizwa unapewa mpya. Twende. Watu wao mfalme. Inasema watu wao mfalme. Hawakujali wewe. Ndio. Hawakutumikia Mungu yako. Ndio. Wala wewe sanamu ya dhahabu uliyosimamisha. Unaona? Miungu yako na sanamu yako. Unaona? Endelea. Inaendelea kusema 13. Ndio. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa hasira. Kwa sababu waletea Shadraka
na Meshaki na Abednego. Sema. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akawaambia, nini? Wenye Shadraka na Meshaki na Abednego. Je, mkakusudia hata amtumikie miungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyosimamisha? Sawa. Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na zanturi na zomari na namna zote za ngoma, wakukana kuisujudia sanamu niliyosimamisha ni vema, bali msipoisujudia mtatupoza hiyo katika tanuri wakayo moto, naye ni Mungu yule atakayewakoa ninyi. Na inasema hivi, naye nani Mungu yule atakayeokoa ninyi na mikono yangu? Sasa vita ni nani atawaokoa? Unaona? Ni nani atakaofanyaje? Ataokoa. Sasa hiyo ndio ilikuwa vita. Hiyo ndio vita hata siku ya leo. Nani atakuokoa unapoachana na Nebukadneza na sanamu yake? Unapoachana na Babeli na sanamu ya Babeli. Sawa? Haya, piga tua. 16 inasema, ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, nini? Mfalme, mfalme, wakati mfalme Nebukadneza hamna haja kujibu kwa katika neno hili. Kama ni hivyo wewe tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile wakayo moto, naye atakuokoa mkono wako mfalme, atatuokoa na mkono wako. Sawa? Mfalme, twende. Bali kama si hivyo, kama sio hivyo, ujue nini? Mfalme, kwa sisi twende, hatukubali kuitumikia miungu yako wala msijudie sanamu ya dhahabu ulisimamisha. Hiyo ndio sasa, hii ndio sasa test ya watu wa siku ya mwisho. Kukusujudu, kuabudu nani? Mfalme. Na pia kuabudu nani? Sanamu ya huyo mfalme. Sawa? Hii ndio historia ya saa hii inakuja, na tujiandae. 19 Dalili 19. Mstari wa 19 samahani. Ndipo Nebukadneza akataga napo sana na sura uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kwa desturi yake kutia moto. Kisha akaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego akawatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto, akaamuru warushwe pale. Mstari wa 22. Sasa angalia, watu wanaenda kuwekwa pale ndani. Twende mstari wa 22 sasa. 22 na inashuhudia na kusema, basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali, ile tanuru ilikuwa ina moto sana. Mwaka wa ule moto ukauawa wale watu walio samahani. Unaona jamaa wanawashika na hawana roho wa Mungu. Ngoja usikie maajabu. Inasema hivi, na watu hawa inasema basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali, tanuru ilikuwa ina moto sana. Mwaka wa ule moto ukauawa wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego, na watu hao watatu Shadraka na Meshaki na Abednego wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Sasa sulia, sasa angalia watu wa Mungu hapa, hivi ni moto na watu ambao hawana roho ya Mungu wanashika manabii wa Mungu, wanawarusha ndani, ambao wamekataa kuabudu binadamu, kwamba sheria ya Mungu imefunza hakuna kuabudu Mungu mwingine ila yeye aliyewaokoa mababa zao kutoka wapi? Misri. Sasa angalia, hawa ni Wababeli wamewashika kwa sababu mfalme ametoa amri, lazima hawafanyeje? Hawahukumu jinsi alivyosema. Endelea usikie. 24. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena kuwaambia mawaziri wake, je, nini tukutupa watu watatu? Sasa hapa Nebukadneza anashangaa, yaani hatukutupa watu watatu hali wamefungwa kati ya moto. Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli wewe mfalme? Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wanne ni mfano wa mwana wa miungu. Haya, sasa umesikia peke yako. Basi tunafika katika tamati. Leo hii watu wanafaa kujua ujumbe wa malaika watatu, kwamba wanafaa wajue jinsi kuepuka kufanya ibada ya mnyama na sanamu yake. 7:17 na tupige magoti wangu. Inasemaje? 7:17 Danieli. Ndio.
Inashuhudia na kusema na inasema hivi 7:17 kitabu cha Danieli. Ndio. Na amesema wanyama hao wakubwa walio wanne, ndio wafalme wanne, ndio watakayotokea duniani. Sasa hao wanyama ambao tunaenda kuona hao wanne ni wafalme wangapi? Wanne. Watakaofanyaje? Watakayotokea duniani. Hiyo ni Danieli 7 ambao tumesema ni Danieli 2 ambayo inaonyesha ndoto kwa mfalme ya mambo yatakayotokea hadi wakati wa siku za mwisho. Sasa hawa ni wafalme wanne ambao hao wanyama wanne ni wafalme wanne watakaofanyaje? Watakayotokea siku za mwisho. Sasa angalia. Sasa hivi hatutaki mambo ya kupuuza. Sasa hivi tunataka watu ambao wako na akili zao, ambao ziko timamu, ambao wanajua unabii itatimika. Na Mungu anataka watu ambao wanasimamia sheria zake. Tunaomba. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya uwepo wako. Watoto wako watiwe muhuri, wajue jinsi ya kujipanga, jinsi ya kujitayarishia vita ambayo inayokuja. Tunaona mataifa yanajipanga, mataifa yanachukua mambo ya fedha ama economy, wanaenda pia kuchukua mambo ya army ama wanajeshi, wanajipanga. Tunaomba watoto wako ambao wametapakaa waweze kukusanywa kama taifa iliyochukiwa, waweze kusimama na sheria yako iliyo juu zaidi. Tunaomba haya kupitia Yesu Kristo mkombozi wetu. Amina.